Ebola. Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha. Chukua hatua, jilinde, linda familia yako. Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo. Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola. Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa, usisubiri. Nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, majimaji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa. Stop Ebola. Je kiffe la radio Sven. Ni wakati wa kuifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sven. Ni wakati wa kuifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sven. Radio Sven. Radio Sven. Karibuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Sven kufuata taarifa za habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Kwanza mtasari wa habari. Kwenye mtasari wa habari, watoto wawili wa miaka chini ya 5 waliweza kufariki kupitia ajali ya moto iliyojitokeza. Ilikuwa siku ya kwanza tarehe 17 Julai mwaka huu mnamo kata Panzi, na nyumba nyingi ziliweza kuteketea kupitia ajali hiyo. Mengi ni katika taarifa hili la habari. Na shirika la kila raia kiliweza basi kuendesha maandamano hapa mjini Bukavu. Ilikuwa siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Lengo ilikuwa kuomba amani, vile vile kuomba mazungumzo ya pamoja mnamo nchi ya Kongo, pia kukataa vile vile mashtaka ama hukumu ambayo iliweza kutolewa dhidi ya viongozi wa M23. Tunazungumzia vile vile hali ya usalama mdogo ambayo iliweza kujitokeza Paluhi mnamo wilaya ya Kabare usiku wa siku ya kwanza kulamkia hii siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu Ibabu Bagenda ni mimi kwa utangazaji. Ufundi umeshikiliwa naye Jean Karagomba na Patrice Maregane. Punde itakuwa ni habari kamili. Kama vile tuliweza kusema kwenye mtasari wa habari, watoto wawili wa miaka chini ya 5 waliweza kufariki kupitia ajali ya moto iliyojitokeza mnamo kata Panzi, tukiwa mnamo Avenue Logangi pa Bizimana. Ilikuwa hii siku ya kwanza tariki 27 Julai mwaka 2026. Habari hii ilitolewa naye kiongozi makamu wa kata hii, tukimtaja Christophe Itongwa, ambaye aliweza kufahamisha ya kwamba vitu vingi vya samani viliweza kuteketea kupitia ajali hii. Ajali hii iliweza kuendeshwa, ilikuwa pande za saa 10 za mchana, yajulisha duru letu. Yeye huomba wakaaji wa mji wa Bukavu kuwa makini zaidi na wenye moyo mwema kujia msaada wa anga wa ajali hii. Tumsikilize akieleza mengi kwenye maike yake Sifa Zialirwa. Imetokea hii siku ya kwanza tariki 27 mwezi huu na mwaka huu. Ilikuwa yapata saa 10 za magharibi ndani ya kata Panzi, Avenue Longangi, axe Mbeke. Na ni nyumba moja ambayo imewaka moto, na hapo ikaambukiza zingine nyumba nyingi zikawaka. Na ilionekana ya kwamba bilan ikakuwa ya yulu zaidi kutokana na moto hiyo.
tulikutana ya kwamba ni nyumba 23 ambazo zimelungula, vile vile kunakuwa nyumba 16 ambazo zimebomolewa kwa kuepusha moto isiendelee. Tunajulisha ya kwamba kunakuwa vifo si za watoto wawili wa chini ya miaka 5, wote ni wa nyumba moja, ila sababu ya moto hiyo hadi sasa haijajulikana. Tuzungumzie tu habari za janga la moto. Tufahamishe ya kwamba hapa mjini Bukavu wakaaji wameombwa kuwa makini na kutizama vizuri namna gani wamechunga nyumba ya kwao kwa lengo ya kuepukana na ajali za moto ambazo zimeendelea kusemeka hapa mjini Bukavu. Norbert Mulindwa ametueleza mengi. Huu ni ujumbe uliotolewa na Shukuru Lwikia, mwanamemba wa shirika la raia, wakati wa mahojiano aliyotoa kwenye redio yetu. Kulingana na habari tulizopata, nyumba nyingi zimeteketea kwa moto siku hizi mnamo kata mbalimbali za mji na kusababisha ajali nyingi. Visa vingi vya moto vimeripotiwa hasa katika mtaa wa Chai. Hali hiyo imeonekana pia katika mtaa wa Panzi ambapo watu wengi wamepoteza maisha. Kulingana na ajali hizo, Shukuru Lwikia anaomba watu wenye moyo mwema pamoja na shirika ya kibinadamu kuwajia kwa msaada jamaa hizo zilizokumbwa na ajali. Pia anasisitiza kwa wazazi kuwa makini na kuwalinda watoto wao, hasa wasiwaache peke yao jikoni. Anasisitiza pia umuhimu wa kufunga singa vizuri ya umeme na pano za jua kulingana na kanuni za usalama ili kupunguza hatari ya moto. Anasisitiza pia kwa wazazi kuwa makini na kulinda watoto wao, hasa wasiwaache peke yao jikoni. Anasisitiza pia umuhimu wa kufunga singa vizuri ya umeme na pano ya jua kulingana na kanuni za usalama ili kupunguza hatari ya moto. Shukuru Lwikia. Sisi shirika la raia tawi ndogo la kata Chai tunajulisha watu matokeo kwa muda ya moto uliotokea ndani ya kata Chai Aveni Kisangula hii siku ya Mungu tariki 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ilipokuwa 16h30 ambako moto ilianza kuwaka. Bila ambayo tunakuwa ni kusema kama nyumba 16 yote iliweza kuungua na moto. Nyumba 5 ziliweza kubomolewa kwa kuepuka moto isiendelee kuunguza zingine manyumba. Tunaona kama plisi ya 100 familia ama 110 zinabakia bila makao. Hakukuwa kupotezwa kwa mtu. Tunasema kwa watu wa moyo mwema na viongozi na maorganizasyon ambao zinakuwa ya wahumanitaire kwa kuweza kujia msaada familia. Unaoifuata ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Sven, na punde tutaendelea na taarifa zetu za habari. Kwa habari zingine tufahamishia kwamba miungano ya kiraia iliweza basi kuendesha maandamano hii siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026 mnamo mji wa Bukavu kwa lengo ya kuomba amani, kuomba mazungumzo ya pamoja kati ya Wakongomani, vile vile kuweza kulaumu vikali hukumu ambazo ziliweza kutolewa zidi ya viongozi wa moja wa muungano M23, wao wakiwa wengi kabisa ambao waliandamana, mkiwemo wanamemba wa shirika la raia, wanamemba wa movement ya kiraia, hata na viongozi wa madini waliweza kuandamana mnamo mitaa mbalimbali za hapa mjini Bukavu hadi kukutana na wote kunako nafasi kuitwako Ferouge. Nafasi hii waliweza kujielekeza hapa Nyamoma Labot, ambapo waliweza kusoma kibarua chao mbele ya liwali wa jimbo ya Kivu Kusini, tukimtaja Patrice Buso Bwangwi. Yeye kiongozi wa jimbo ya Kivu ya Kusini ambaye aliweza kuchukua kibarua ya waandamanaji, aliweza kuwafahamisha ya kwamba ataweza kuifikisha nafasi ambapo wamependa ifike ili malalamiko yao iweze kusikilika na wote.
Kulingana tu na habari hii, tufahamishe ya kwamba waandamanaji walikuwa vile vile wakikataa katakata kubadilishwa kwa katiba mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile kuomba amani ya kudumu iweze kurejea mnamo nchi ya Kongo. Tuzungumzie tu habari hizi za maandamano, tufahamishe ya kwamba mnamo mji wa Goma namo maandamano iliweza kuendeshwa na wanamemba wa shirika la raia ambao waliweza basi kutembea mnamo barabara mbalimbali kwa lengo ya kuomba amani irejee mnamo nchi ya Kongo, vile vile kupinga kubadilishwa kwa katiba, na wakaongezea kusema ya kwamba wamelaumu vikali kuadhibiwa kwa viongozi wa moja wa M23. Waandamanaji husema kwamba kuadhibiwa hiyo inaweza basi haiwezi kusaidia mambo ya amani ama mazungumzo ya amani iweze kuendeshwa vizuri. Kwa hiyo wanaomba amani ya kudumu iweze kurudi popote mnamo nchi ya Kongo. Na tutamchukua Dorcas Kanuzire aweze kutuzungumzia kuhusu mambo ya barabara, tukisema ya kwamba kuharibika kwa barabara nambari 5 kunako barabara toka Luanga kujielekeza Pemba mnamo katikati ya wilaya ya Uvira na Fizi imeendelea kabisa kuweka raia mnamo hali mbaya. Kulingana na wananchi machozi ya rahia, maji ya ziwa Tanganyika yanaendelea kuharibu barabara hiyo. Mawimbi yanaharibu polepole barabara, tayari yamekwisha kuchukua sehemu fulani za njia. Kutokana na hali hiyo, shirika hilo la rahia inaomba serikali ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kulinda barabara hii muhimu na kuzuia kukatika kwake na kuzuia vile vile ajali ama maafa ya watu. Wito huu umetolewa na Emmanuel Abedi, mwanamemba wa shirika machozi ya rahia, ambaye anasema kuwa hatua za haraka zinahitajika ili kuzuia janga kubwa zaidi. Anazungumza kuharibika kwa barabara ya namba 5 zaidi sana katika kijiji cha Uvira na Fizi. Ni kwamba Pemba, Luanga mpaka sasa hivi inakuwa kama vile ni nafasi ambapo wa viongozi mbalimbali wanashindwa kusapoti kulingana na mahadi ambayo labda waendelea kusema na wanashindwa kutimiza, na inaleta oga sana kwa sababu tunapoteza gari nyingi sana, gari ndogo kama vile kubwa zenye kuzama, na usi tushapata makaza maafa watu wako wanakufa pale probleme tu probleme ya circulation, na tunaona kwamba hatuwezi bakia kimya, sino tutaonekana kama vitu kwa complice desordre ya mauvaise gouvernance. Ndio kwa maana muda kidogo hapa tunatamani kufanya hiyo ma action citoyenne juu kustimuler gouvernement, kustimuler gouvernement provincial, gouvernement national, basi kamata la légère parce que au moins iko zone niko espace stratégique ambayo labda na permettre marchandise suivi wa raia kutoka ngambo na ngambo kusikilizana, na permettre pia mambo mengi sana kwa better fluide niveau ya vile ya Uvira. Alors tulisema kwamba tubaki tu kunako barabara nambari 5, tufahamisha kwamba shirika la raia la Mudusa limeendelea kulaumu kiolela kuonekana basi kiolela kwa magari kunako sehemu mbalimbali za barabara hii, kunako sehemu za Kamagema kujielekeza Kasihe. Wao unena kwamba barabara zimekuwa zikishimama kiolela na zinakuwa zikizuia zingine kutembea vizuri kunako barabara hiyo. Igisa Iragi ametueleza mengi. Katika mahojiano na redio ya kwako tarehe 27 Julai mwaka 2026, kiongozi wa shirika hilo la kiraia Bwana François Mubalama amesema kuwa hali hiyo inakuwa ikivuruga usafi na imekuwa chanzo cha ajali nyingi. Maeneo yanayosumbua zaidi ni karibu na ofisi ya hali ya kiraia ama etat civil, ambapo gari nyingi zinakuwa huegemeshwa ovyo wakati wa sherehe za ndoa, pamoja na kituo cha maegemesho cha Kasihe. Kutokana na hali hiyo, shirika hilo la kiraia linakuwa likiomba madereva kuweza kuheshimu sheria za barabarani. Pia zinakuwa zikiomba viongozi husika kuvunja nafasi mbalimbali ambazo zinakuwa zisizokuwa halali. Ndani ya grupema yetu ya Mudusa kunako barabara nambari 5 kutoka Kamagema kufika Kasihe, maparking pirate na pratique ya mauvais stationnement inaleta danger ku communauté ya Mudusa. Sisi shirika la raia tawi ndogo ya Mudusa tuligundua ya kwamba ba conducteur, ba chauffeur, ba bajadiste, ba motar banaweka gari zabo fasi yote banajisikia,
na bila kushika kanuni ya balabala. Fasi yenye kuprezante danger kwa sasa ni kubalabala nambari 5, fasi kwenye wanaita kwa kichwa, wakiwa wakicelebre mariage civil, bale batu banaleta magari na kuziweka kiolela, na hiyo iko na riske ya maaksida. Kuko parking namo centre ya Kasie, ba motare, ba chauffeur, ba bajajiste bana statione gisi banapenda mpaka hadi mkaaji anakosa njia. Ndiyo maana sisi shirika la raia ntawi ndogo ya Mudusa tunaomba kuwatembeza pigipigi wa bajajis na wa chauffeur wa respekte kanuni ya balabala ama code de la route na kustatione fasi kwenye kunaruhusiwa. Tunaomba wakuu viongozi waangalie namna gani ya kukamata mipango ili badekuraje hiyo comportement, na tunaomba population ikuwe makini wakati ya kuvuka barabara. Tutoke sehemu za Panzi tujielekeze pa Bagira, ambapo mnamo kata Chikonyi kamati ya kuchunguza ama wakaaji wa sehemu hiyo wameendelea kulaumu vikali hali ya waraia wamoja ambao bado kujulikana, ambao wamekuwa wakitamani kutumikisha vibaya ama kupora nafasi ya serikali kuitwa CRM. Kupitia basi kibarua chao walichokiandika, wao husema kwamba ni tangu tarehe 27 ya mwaka wa 2012 ndipo wakaaji waliweza kukamata nafasi hiyo na kuifanya vizuri kwa lengo ya kusaidia wakaaji wa kata Mlambula, Chikera hata na Chikonyi. Wao husema kushangaa kuona watu wengine kwa siku hizi wanakuwa wakitamani kutia nafasi hiyo makontena ama container, na nafasi ambapo ijapokuwa nafasi ambapo kunakuwa kukitumikishwa na raia. Kamati ya maendeleo mnamo kata hii husema kwamba haitaitika katakata watu waweze kuchukua ama kupora nafasi hiyo ambayo imekuwa ikisaidia raia kwa kazi mbalimbali. Wameendelea kuomba wakuu viongozi wa jimbo ya Kivu ya Kusini, zaidi wa mtaa ya Bagira, kuweza kutizama namna gani wanaweza kuingilia swala hiyo na kuangalia namna gani wanaweza kuweka nukta kwa hali hii ya kutamani kupora nafasi hiyo. Shamamvu Kitwembili akiwa moja wa wakaaji wa sehemu hii ya mji wa Bukavu ameeleza mengi. Na ile fasi ndio inatusaidia kufanya ma-ensemble general, inatusaidia kufanya mitinge za kila aina. Nena servire 3 eglise kabambi zenye ziko pale kuma mariage tusa. Sasa tunashangala banasema seme no, ile triangle yenye inakuwa kule chini yenye ina servire parking ya kutoka Kalonge, Kabamba, Kalehe, Katana, asema tati yako kontenere. Angalia ba mama ngapi benye tunatosha kurute principale kuheshimia ordre ya gouverneur ya kusema banatosha mamarte pirate ku barabara. Tunazitia ile fasi kuna kuwa menase omwe batie ma container kisha population iendelee kuharibika, iendelee kuangaika. Haiko bitu bya mzuri. Shie tunaendelea kupinga ile, ndo tunalomba kuba autorité provinciale baingie kati jua ile dossier, baache ile espace gizi iko. Tuzungumuzie katika taarifa hizi habari za usalama mdogo na tujielekeze Paluhii, ambapo kuliweza basi kuendeshwa shambulizi mpya ambayo iliweza basi kuweka raia mnamo hali ya hofu. Shambulizi hiyo iliweza kuendeshwa, ilikuwa usiku wa siku ya kwanza kulamkia hii siku ya pili tariki 28. Elia Mzaliwa ametueleza mengi. Kulingana na kiongozi wa shirika la raia ya Luhihi, Didier Chiza Bayongwa, watu wenye kushikilia silaha, mapanga, visu na bunduki walivamia kambi ya Kajabwe saa 1:15 za jioni. Baada ya mapigano ya risasi, walielekea mpaka kijiji cha Lomera. Taarifa ya muda inaonyesha mwanamke moja aliyejulikana kwa jina la Dada ameuawa. Watu zaidi ya 10 wamejeruhiwa vibaya na nyumba zaidi ya 20 zimeshambuliwa. Wahanga walipelekwa katika hospitali ya Fomilac kwa matibabu. Vikosi vya usalama vilifika, lakini washambuliaji walifanikiwa kutoroka. Kutokana na hali hiyo, shirika la raia ya Luhihi imeomba mamlaka husika kuimarisha ulinzi ili kulinda wananchi dhidi ya mashambulizi mengine. Didier Chiza Bayongwa.
waliingilia kaka Jawe, ilikuwa 19h45 jana. Balipiga masasi ya mingi sana na ba element de l'ordre nao bali intervenir, kukakuwa échange de tir, ila walireisire kuiba manyumba zimwazimwa ku niveau ya kanka Jawe. Mbele waendelee mpaka musu village ya Lomera, fasi ambako baliingilia zaidi ya nyumba 12, walilumiza zaidi ya watu 10 sana, walilumia sana, na wamoya kati ya wale walilumia wanaanza kufa juu ya ile majeraha. Kunakuwa mwanamke mmoja ambaye wanaita Dada Chuma ambaye alipata masasi na wakamubeba ku centre de santé ya Ishungu mbele ya kufie munjia, na walirudisha maiti, na hivi tuko tunasema wanaibeba ku morgue ya hospitali ya Familaki Katana. Hawakuchoka apre kutoka Lomera, juu Lomera kulikuwa antukasi silaha nzito sana. Wale wamwizi walitoka wakaenda mpaka mu village ya Luhihi centre, kunako centre de négoce ya Luhihi, fasi ambako balibeba watu ambao walikutana munjia mbele wakuwe relashe. Utakumbuka bwana mwariri kwamba haipite tena siku 5 bila groupement ya Luhihi kusipokuwa visite na wale wa malifra, wale wa Rugaruga, na ya mwisho ilikuwaka vendredi ya juma inakwisha, fasi ambako balikuya wakaingilia tena watu Kajawe, watu walipoteza franga na wengine walipoteza dhahabu. Tutalomba wakuwa viongozi ambao wako na sekirite mu mikono yao wajikaze, waduble ma vigilance na maduble ma effort. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Sven, kwa habari hiyo ndio tunaweka nukta kwa taarifa zetu za habari. Mimi ni Baba Genda ambaye nilikuwa kwa utangazaji, ufundi ulikuwa ukishikiliwa na Jean Karagomba na Patrice Maregane, ila kama ulituweza basi kutukamatia njiani, acha tukukumbushe ambayo aliweza kufanya muhimu wa taarifa hii ya habari. Tuliweza kuzungumzia watoto wawili ambao waliweza kupoteza maisha mnamo ajali ya moto iliyojitokeza asubuhi ama mchana wa siku ya kwanza tarehe 17 Julai mnamo kata Panzi. Ndugu zetu iliweza kufahamisha kwamba nyumba nyingi ziliweza kuteketea na vitu vingi vya samani kupotea. Tulizungumzia vile vile miungano ya shirika la kiraia ambalo liliweza kuandaa maandamano hapa mjini Bukavu. Ilikuwa hii siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka 2026. Wao walikuwa wakiomba amani ya kweli iweze kurejea. Vile vile waliomba kikao cha amani kiendeshwe ambacho kitaweza basi kuweka pamoja wakongomani wote kunako meza moja. Vile vile waliweza kulaumu mashtaka ama hukumu ambayo iliweza kutolewa zidi ya wanamemba wa M23, na walisikizia kusema ya kwamba wamepinga katakata kubadilishwa kwa katiba mnamo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulimalizia kuzungumzia habari za usalama mdogo ambamo tuliweza kufahamisha ya kwamba mnamo groupement ya Luhihi wilayani Kabare kuliweza kuendeshwa hali ya usalama mdogo ama Rugaruga ambao waliweza kushambulia raia. Ilikuwa usiku wa siku ya kwanza tarehe 17 kulamkia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu. Na hatuna mengi ya kuongeza, tunamalizia pale taarifa zetu za habari. Baba Genda tena ni mimi na timu yote ya Radio Sven tunasema asante na kwa siku ingine.
yeah. Victor Safari. Si les mots étaient inventés à la hauteur des événements, quels mots pourraient décrire ou expliquer le présent? Loin des yeux près du cœur, on ne sait jamais ce qui se passe. Il fait sombre à mon époque, le malheur nous pourchasse. Le monde dans son silence, impuissant d'écrier. L'identité confondue, corrompue à l'étranger. Dos contre les murs, à plat ventre sur macadam. Sans voix ni pitié, ma dignité me réclame. S'il y a l'espoir de vivre, j'accepterai ma destinée. Pour planter mon amitié au cœur de l'humanité. Je porterai mon aide vers les nord et les sud. Pour sauver des vies humaines, prises pour champ ou pour cible. J'ai un cœur qui saigne et des larmes dans les yeux. La xénophobie n'a pas de place pour mon peuple, mon continent. Je veux crier au monde entier comme la voix de la raison. Une pensée à Mandela et la paix à l'horizon. Décapité, brûlé vif à cause de la xénophobie. J'ai tendu mon kirigis dans ma profonde poésie. Je te pleure mon Afrique, je te pleure comme Zambien, je te pleure comme Sénégalais, Ghanéen, Ivoirien. S'élever de l'Afrique sur les droits de l'homme, saboter en zoulou, réclamer en français. Ça fait mal de souffrir, le martyr sans liberté, bafoué dans le mépris du regard sud-africain. À la xénophobie. À la xénophobie. Et à moitié mort on voit la vie, loin d'être accepté. Étant noir africain, j'ai appris à voyager. J'ai aussi appris à aimer sans jamais juger. Alors je déplore les traitements des Africains à l'Africain. C'est sacré la vie d'autrui. Laisse-moi dire à ces bouchers qui apprennent à exister avec la machette à la main et la justice qui s'énoie dans les eaux profondes. Je respire difficilement.